Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo ikiwa ni Juni 15 ya mwaka 2025. Kabla tujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema mbinu ya Kristo ya ufundishaji. Imejengeka katika kitabu cha Isaya 52 aya 7. Neno la Mungu linasema, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Katika mahubiri na mafundisho yote ya Biblia, hebu watu waone wazi kwamba kwenye kila wazo kuna Bwana asema hivi, ikitolewa kwa ajili ya imani na mafundisho tunayoyatetea. Hii ilikuwa ni mbinu ya ufundishaji wa Yesu. Alipokuwa akiwaambia watu waliokuwa wakiuliza alimaanisha nini, wakati wote alikuwa tayari kufafanua maneno yake kwa wale ambao waliitafuta nuru kwa unyenyekevu. Lakini Yesu hakuhamasisha ukosoaji au hali ya kukashifu, wala sisi hatupaswi kufanya hivyo. Watu wanapojaribu kuchochea mjadala wa mambo yenye utata ya mafundisho, waambie kwamba mkutano huo haukuwekwa kwa kusudi hilo. Unapojibu swali, hakikisha kuwa wasikilizaji wanaona na kukiri kwamba limejibiwa. Usiruhusu swali likupite ukiwaambia waulize tena. Songa mbele kufikia malengo yako taratibu na kwa uangalifu, na ujue ni kwa jinsi gani umefanikiwa. Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 69. Tunalazimika kuongea ukweli faraghani na hadharani, tukiwasilisha kila hoja, tukihimiza kila nia ya uzito usio na kikomo, ili kuwavuta watu kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu ya msalaba katili. Mungu anatamani kila mtu afikie uzima wa milele. Onesha namna ambavyo wote kupitia kwa neno la Mungu kuna udhihirisho wa roho ya uharaka wa kuwasihi wanaume na wanawake kuja kwa Kristo, kukataa uchu wa chakula na tamaa zinazoharibu nafsi. Kwa nguvu zetu zote tunapaswa kuwahimiza kumtazama Yesu na kukubali maisha yake ya kujikana nafsi na ya kafara. Lazima tuoneshe kwamba tunawatarajia kuleta furaha katika moyo wa Kristo kwa kutumia kila moja ya karama zake katika kuliletea heshima jina lake. Hebu muda mwingi na utumiwe katika maombi na uchunguzi wa neno wa kina. Hebu wote na wajipatie kweli halisi za imani katika nafsi zao wenyewe, kwa imani kwamba watapewa Roho Mtakatifu kwa sababu wana njaa na kiu ya kweli za haki. Wafundishe namna ya kujisalimisha wenyewe kwa Mungu, jinsi ya kuamini na jinsi ya kuzidai ahadi. Hebu upendo wa kina wa Mungu udhihirishwe kwa maneno ya kutia moyo, kwa maneno ya kuwaombea wengine. Hebu kuwe na kushindana zaidi na Mungu kwa ajili ya wokovu wa roho. Fanya kazi bila kutaka faida, kwa kudhamiria na kwa roho isiyoweza kukatishwa tamaa. Zibidishe roho kuja kwenye karamu ya mwanakondoo. Hebu kuwe na kuomba zaidi, kuamini na kupokea, na kufanya kazi zaidi pamoja na Mungu. Lazima watu wasadikishwe juu ya ubaya wa dhambi. Lazima macho ya mkosaji yatiwe nuru. Hebu wale ambao wameletwa kwa Yesu waeleze kisa cha upendo wake. Hebu kila mtu ambaye ameihisi nguvu ya Yesu ibadilishayo juu ya nafsi yake mwenyewe afanye kila awezalo katika jina la Bwana. Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 65
1966. Hii ni Juni 15, mada ikisema mbinu ya Kristo ya ufundishaji. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele.